of wisdom. Nguvu za hekima. Wisdom is power. Hekima ni nguvu. Because it worketh out a result. Kwa sababu inatoa matokeo. Any result that we have received in our life as born again believers, matokeo yoyote ambayo tumepokea katika maisha yetu kama watu waliookoka, is the power of the wisdom of God. Imetokana na nguvu za hekima ya Mungu. And so when I was just meditating about this message again, na hivyo basi nilipokuwa natafakari kuhusu ujumbe tena, I have come up with some verses nimechukua nukuu baadhi ya mafungu that are building on the power of wisdom, ambayo yanajenga hizi nguvu za hekima, on what God said about wisdom, ambacho Mungu alinena kuhusu hekima. Amen. Amen. One of them is this. Moja wapo ni hii. We begin with a man called Solomon. Tunaanza na mtu aitwaye Suleimani. Suleimani, when he came to rule, wakati alikuta katika uongozi, he asked God to give him wisdom and knowledge, alimwomba Mungu ampe hekima na maarifa, so that he will be able to govern the people of God, ili kwamba akaweze kuwaongoza watu wa Mungu. So we can see that wisdom can be asked. Hivyo basi tunaona kwamba hekima inaweza ikaombwa. You can ask God and he can give it to you. Unaweza kumwomba Mungu na akakupa. God gave him wisdom and knowledge. Mungu akampa hekima na maarifa. Now knowledge, na hivyo basi maarifa, is about knowing God. Ni kuhusu kumjua Mungu. Other versions put it like this. Na Biblia zingine zinaiweka hivi. That give me wisdom and understanding. Kwamba nipe hekima na kuelewa. Amen. Amen. Understanding, kuelewa, it is different just with knowledge like this. Ina utofauti na maarifa kwa njia hii. You can know something, unaweza ukajua kitu, but understanding the meaning of it, lakini kuelewa maana ya hicho kitu, understanding the impact of it, kuelewa ukuu wa hicho kitu, it takes wisdom. Inagharimu hekima for you to understand, ili kwamba uelewe. For example, kwa mfano, there are so many people who know the Bible. Tuna watu wengi wanaojua Biblia, but they don't understand it. Lakini hawaielewi. When it comes to interpreting it, wanapokuta katika kuitafsiri, they are bringing misinterpretation. Wanaleta tafsiri isiyofaa. So what they have is knowledge, but they lack understanding. Hivyo basi wana maarifa lakini hawaelewi. They have knowledge, but they lack the wisdom of applying it. Wako na maarifa lakini hawana hekima ya kuweka hiyo maarifa katika utendaji. Because wisdom gives you revelation. Kwa sababu hekima inakupa ufunuo. Wisdom gives you the true meaning of that word. Hekima inakupa maana kamili ya lile neno. Wisdom help you to apply the knowledge. Hekima inakuwezesha ukaiweka yale maarifa just the same way it was intended to, vile tu ilivyofaa kuwekwa, so that it will bring a result in your life, ili kwamba ikalete matokeo katika maisha yako. Because knowledge, kwa sababu maarifa with wisdom, na hekima, bring a good result, inaleta matokeo yaliyo mazuri, a result that is a blessing to you, matokeo ambayo ni baraka kwako, and it's also a blessing to other people. Na pia ni baraka kwa watu wengine. Wrong results, matokeo maovu, it is a lack of wisdom. Inatokana na kukosa hekima. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Again, the Bible tells us, hivyo basi pia Biblia inatuambia, in the book of Psalms chapter 51 verse 6, katika kitabu cha Zaburi 51 mstari wa 6, David said, Daudi anasema, that you teach me wisdom, kwamba unanifunza hekima, in the innermost place, katika undani wa mahala. In the other word, kwa maneno mengine, he said that God is the one who teaches us wisdom. Kwamba ni Mungu ndiye atufunzaye hekima. Wisdom can be taught. Hivyo basi hekima inaweza funzwa by the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu. Wisdom is something that you can grow in. Hekima ni kitu ambacho unaweza kuwa ndani. Wisdom is not static. Hivyo basi hekima si kitu ambacho kimetulia. Wisdom is a growing process. Hivyo basi hekima ni kitu kinachokuwa. When we say, tunaposema that you are a mature Christian, kwamba wewe ni Mkristo ambaye umekomaa, or when you refer to yourself and you say, you know, this is I'm a mature man, ama wakati mwingine unapojiita mwenyewe na unasema siku hizi mimi ni mtu niliyekomaa,
umekomaa, it is not only what you say, si kwamba tu yale unayoyasema, but it is a result of how you possess wisdom. lakini inatokana na matokeo ya vile ulivyo na hekima ndani yako. Because maturity Kwa sababu kukomaa without wisdom pasipo na hekima is hypocrisy. ni kujifanya. Maturity Kukomaa without wisdom, pasipo na hekima it is not complete. haijafika mwisho. When you mature, Wakati unakomaa, you also mature in wisdom, lazima ukomae katika hekima, in understanding. kwa kuelewa. Amen. Amen. According to the experience Kutokana na yale mambo umepitia, you have in God, ambayo kuyakuwa na Mungu, the more you know God, vile unavyomjua Mungu the more the wisdom. ndipo sasa hekima The inazidishwa. more you know God, Unapojua Mungu zaidi, the more you grow in God. ndipo sasa unakuwa katika Mungu. And the more you grow in God, Na vile unavyokuwa katika Mungu, it is the deeper the wisdom. ndipo sasa unaenda undani wa hekima. Amen. Amen. You cannot claim you know God Hauwezi sema unamjua Mungu and you don't have wisdom. na hauna hekima. Amen. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. In the book of Psalms 111, Katika Zaburi 111 verse 10, mstari wa 10, the Bible says, Biblia inasema the fear of the Lord kwamba kumwogopa Mungu is the beginning of wisdom. ni mwanzo wa hekima. So Nabal, Hivyo basi Nabali who was the husband to Abigail, aliyekuwa mumewe he Abigaili did not even fear God. hata hakumwogopa Mungu. Amen. Amen. That is why Ndiposa he did not have wisdom. hakuwa na hekima. Praise God. Bwana By the asifiwe. way, the name Nabal Lakini jina Nabali in Hebrew, katika Kiebrania it means a fool. inamaanisha upumbavu. And so, Na hivyo basi in those days, katika zile siku people could be named according to their characters. watu walikuwa wanapewa majina kutokana na tabia zao. So when you see Abigail is saying Na unapomwona Abigaili anasema that she is a fool, just like his name, kwamba yeye ni mpumbavu kama tu jina lake, he is referring to the philosophy that is used to everyone during those days. anazingatia yale maneno ambayo yamezoewa na kila mtu kwa zile siku. In other words, Kwa maneno he mengine, did not live the opposite of his name. hakuishi kinyume na jina lake. He was just like his name. Alikuwa tu vile jina lake lilivyo. But the meaning of Abigail, Lakini maana ya Abigail in Hebrew, Abigaili katika lugha ya Kiebrania it means inamaanisha a will. kwamba mtu A will, just like a tire, a wheel. ni kuwa kule ni kurudumu. Another meaning of it, Maana yake it nyingine is a whirlwind. ni kwamba ule upepo uvumao, upepo ule unaozunguka, Kalausi. ule upepo huzunguka. So Abigail Hivyo basi Abigaili means a will. inamaanisha gurudumu. She's a woman who possesses wisdom. Ni mwanamke aliye na hekima. What she needed, Kile alichohitaji it is just a person ni mtu tu who has a vision, ambaye ana maono, so that they all together ili kwamba wakaweze kukurumishwa pamoja to the promise, kwa ajili ya ile to the ahadi, promises of God. kwa ahadi za Mungu. She means a whirlwind. Anahitaji ule upepo. Her name means whirlwind. Jina lake lamaanisha upepo ule wa kuzunguka. What she needed in her life Kile alichohitaji katika maisha was yake just a man with a vision, kwamba tu mtu aliye na maono, so that she support that vision ili kwamba akaweza kushikilia yale and they're maono all together. na wakaweza kuenda pamoja. Amen. Amen. So this is the meaning of wisdom. Hivyo basi ndiyo maana ya hekima. Wisdom is a will to you Hivyo basi hekima ni gurudumu to take you to the promises of God, likakupeleke katika ahadi za to Mungu, lead you to the success of God, ili kwamba ikuwezesha kufika katika ushindi wa Mungu, because wisdom kwa sababu hekima make you know God. inakufanya umjue Mungu. Wisdom Hekima make you do things in the way God wants you to do. inakufanya ufanye vitu vile Mungu anavyotaka ufanye. Hallelujah. Haleluya. Proverbs chapter 11 verse 10. Mithali 11 mstari wa 10. Wisdom is precious than rubies. Kwamba hekima ni bora zaidi ya Rubies.
things like wealth. Ni kama Anything that ni is pesa ya nchi fulani. Amen. Yeah, naam. Amen. Amen. It's more precious Kwamba ni dhamani sana even than wealth. kuliko hata And you rasilimali. can see Na unaweza sema that Nabal was a rich man. kwamba Nabali alikuwa mtu In tajiri. fact, the Bible says he was a wealthy man Biblia inasema alikuwa mtu tajiri because he was rich in cattle, kwa sababu alikuwa na ng'ombe wengi, in livestock, alikuwa na mifugo wengi, and yet he did not have wisdom. lakini hakuwa na hekima. Amen. Amen. So this is why Ndiposa you will know utajua that having wealth is not having wisdom. kwamba kuwa na mali si kuwa na hekima. And a person who has wealth Na mtu aliye na mali and does not have wisdom na hana hekima is going nowhere haendi popote, because kwa sababu he will lose his life anytime. atapoteza maisha yake wakati wowote, Because wisdom kwa sababu hekima is what will make you to live a long life. ndio inakusababisha uishi maisha marefu. Glory be to God. Tukufu kwa Mungu. When a wise person Wakati mtu wa hekima has got wealth, ako na mali, that wealth hiyo mali will be a blessing to the kingdom of God. itakuwa baraka kwa ufalme wa Mungu. Glory be to God. Tukufu kwa Mungu. In the book of Proverbs chapter 11 verse 2, Kitabu cha Mithali 11 mstari wa 2, Proverbs 11:2, Mithali 11:2, the Bible says, Biblia inasema but with humility comes wisdom. kwamba palipo na kuvumilia kuna hekima. Humility. Palipo na kunyenyekea kuna hekima. Yes. Humility. Kunyenyekea. Humility Kunyenyekea comes wisdom. inakuja hekima. It is like this. Iko hivi. Humility Kunyenyekea with wisdom na hekima has got an impact. iko na uweza. But humility Kwamba kunyenyekea without wisdom, na pasipo it hekima is a pretense. ni kitu ya kujifanya. Humility Kunyenyekea without wisdom pasipo na is hekima hypocrisy. ni kujifanya. But humility Lakini hekima kunyenyekea with wisdom na hekima has got an impact. ina uwezo. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. This is how I speak about this word. It says that wisdom, Inasema kwamba hekima, praise the Lord, amen. wisdom Hekima make you humble inakunyenyekesha because kwa sababu knowledge, maarifa, the more you know God, vile unavyozidi kumjua the Mungu more you're humble. ndiposa unaendelea kunyenyekea. Musa was the meekest man on earth. alikuwa mtu mnyenyekevu kabisa Even ulimwenguni. God testified about Moses. Hata Mungu anatoa ushuhuda wa Musa. But Moses knew God so much. Lakini Musa alimjua Mungu sana. And then God would speak to him like a man speak to his friend. Na hata wakati ikafikia Mungu ananena na yeye kama vile unavyonena na rafiki yako. And the Bible says Moses was the humble person on earth. Na Biblia inasema Musa alikuwa mtu mnyenyekevu sana ulimwenguni. Praise God. Bwana asifiwe. So he was a wise man Hivyo basi alikuwa mtu wa hekima because God had given him knowledge, understanding and humility. kwa sababu Mungu alikuwa amempa maarifa, kuelewa na kunyenyekea. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Now Abigail, Na hivyo basi Abigaili in those days, katika hizo siku the Bible says Biblia inasema they lived in the desert aliishi kwenye jangwa with her husband. na mmewe. And David Na Daudi was also on those days wakati huo pia running away from King Saul, alikuwa anamtoroka mfalme Sauli. and he also lived in the desert. Na hivyo basi pia akaishi kwenye And jangwa. the Bible says Na Biblia inasema that David kwamba Daudi was like David guarded them, protected them kwamba Daudi aliweza kuwalinda from danger. kutokana na hatari. Amen. Amen. Because when you live near a good man, Kwa sababu unapoishi karibu na mtu mwema, amen, amen, and a wise man, na mtu aliye na hekima, the blessings will sprinkle all around you. baraka zitaendelea kuenea kwako pia. Because the devil fear a good man, Kwa sababu
shetani anamuogopa mtu mzuri. And because of David, Na kwa sababu ya Daudi, Nabal was safe Nabali alikuwa salama with his family na familia yake and his flock. na mifugo yake. They were safe. Walikuwa salama. And then the Bible says Na Biblia inasema that David, kwamba Daudi, is starting by saying that David inaanza kwa kusema kwamba Daudi needed some food alihitaji chakula for his servants. kwa ajili ya watumishi And then he wake. sent some young men, Na akatuma watu wa umri mdogo, go to Nabal akawaambia nendeni kwa Nabali and go in a good way, na muende na kwa njia go nzuri in a humble way, na muende kwa njia ya kunyenyekea and tell him, na mumwambie your servant David kwamba mtumishi wako Daudi needs some bread, anahitaji mkate, needs some food. anahitaji chakula, Give it to us tupeeni so that we take to him. ili kwamba tumpelekee. And when Nabal heard this, Na wakati Nabali alisikia hivi, he spoke bad. akaongea vibaya And he said, na akasema, who is David? Daudi ni nani? Who is this man? Huyu mtu ni nani? We have so many people who are rebels, Tuko na watu wengi sana ambao ni wasaliti, who are just roaming around. kwamba wako tu kila mahali. Amen. Amen. So why should I give my food to him? Hivyo basi kwa nini nimpe chakula And the changu? Bible says that Nabal, Na Biblia inasema kwamba he Nabali was very mean alikuwa mtu mchoyo and he sana, was very hard. alikuwa mtu mgumu sana. And when he said this, Na aliposema hivi, then he sent David's servants akawafukuza wale watumishi wa Daudi to go back. wakarudi. Amen. Amen. And one of the servants of Nabal was listening. Na mtumishi mmoja wa Nabali alikuwa amesikia. You know, God is a great God. Na unajua Mungu ni Mungu mkuu. Sometimes I say God is a mysterious God. Wakati mwingine anasema Mungu haeleweki. God is a sovereign God. Mungu ni Mungu wa milele. Sometimes you get the wife is wise, Wakati mwingine anamfanya mke akuwe wa hekima and the man is weak. na mume ni dhaifu. And they are married and they live together. Na wako pale na wanaishi pamoja. God is a good God. Kwa sababu ni Mungu mwema. Sometimes husband is weak, wife is weak, but the children are very wise. Wakati mwingine baba ni dhaifu, mama dhaifu, lakini watoto wana hekima. God knows how to blend the two. Mungu anajua vile anaunganisha hizi He mbili. is a mysterious God. Na ni Mungu wa You ajabu. cannot be fools, all of you. Hawezi kuwa nyinyi wote ni wapumbavu. Even if one is fool, the other one might be a bit smart. Hata kama mmoja ni mpumbavu, mwingine anaweza kuwa afadhali. He's a great God. Sometimes I meet people that say God is a wonderful God. Ni Mungu Mungu. Wakati mwingine unakutana na watu unasema Mungu ni Mungu wa You ajabu. see the wife and you say one day I would like to see a man who will married to you. Na unaona mke na unaona huyu. And then you see the man and you wonder how did they meet. Na unaona mume na unashindwa hao walikutania I wapi. believe that is the hands of God. Na unaachia hiyo kwa mikono ya You see Mungu. the man and say one day I would like to meet your wife. Na unaona mume unasema nataka And you kukutana na see their mind are going vice versa. na unaona akili zao hazipatani. And say leave that up to God. Na unasema hiyo achia Mungu. Hallelujah. Haleluya. The dangerous thing is, Kitu hatari ni kwamba if all of you are just sitting together like Anania and Sapphira, na ni kwamba nyinyi wote mwe pamoja kama Anania na you Safira. are listening together Mnafikiria pamoja like Anania and Sapphira. kama Anania na Safira. Please, Tafadhali. what God put together, nobody can put aside. Wale Mungu ameunganisha, hakuna kutenganisha. But you cannot have the same soul. Lakini hauwezi kuwa na chumvi ya ladha moja. Same soul. Kwamba nafsi moja. Amen. 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 Ati mimi na bwanangu tutakuwa pamoja in everything. No. So we have different souls, but Tuko na nafsi tofauti. praise God. Bwana And asifiwe. because of different souls, we are listening differently. Na kwa sababu nafsi zetu ni tofauti, tunafikiria tofauti. Don't just go and die together like Anania and Sapphira. Usiende tu na kufa pamoja kama Anania na Safira. Hey, praise the Lord. Bwana asifiwe. Want us to see far. Mmoja lazima aone mbali. Want us to see what God is doing. Mmoja lazima aone kile Mungu anafanya. What's the meaning of wisdom? Maana ya hekima ni nini? Let me tell you something that wisdom will do for you. Kufanya vitu Let ambavyo, me tell you something that wisdom will do for you. wacha nikwambie kitu ambacho hekima itakufanyia. Wisdom will open your eyes, Hekima itafungua macho your yako. spiritual eyes, Macho yako ya to kiroho. see vision, Ukaone maono. to see what God is doing. Ukaone kile Mungu anafanya. Wisdom Hekima will make you to
be associated with God. itakuwezesha ukawa na uhusiano na Mungu. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. Wisdom Hekima will make you stop death. itakuwezesha ufunge kifo. You stop death. Ukaweza kuzuia kifo. Death in your life. Kifo katika maisha yako. And death for your children. Na kifo cha watoto wako. And death for your servants. Na kifo cha watumishi wako. Because this is what this woman did, Abigail. Na kwa sababu hii ndio Abigaili alifanya. His husband, mume wake, has spoken very bad. Ameongea vibaya. With his mouth. Na kwa mdomo wake. Now you can see the power of the tongue. Na hivyo basi unaona nguvu ya ulimi. The tongue. Ulimi. The Bible says the tongue is dangerous. Kwamba ulimi ni hatari. It is a small creation. Kwamba ni kitu kidogo. But it's dangerous. Lakini ni hatari. Tongue. Ulimi. Tongue. Ulimi. Without wisdom. Pasipo na hekima. Tongue. Ulimi. The way you speak without wisdom. Unaponena pasipo na hekima. It can cause death. Inaweza sababisha kifo. He spoke. Aliongea against David. Kinyume na Daudi. And this man were going to tell David. Na kinyume na watumishi waliokuwa wametoka kwa Daudi. And they told David. Na kaambia Daudi. What Nabal had said. Kile Nabali alikuwa amesema. And he started anger. Na ikaweza kuamsha hasira. In David. Katika Daudi. And David was preparing with his 400 men. Na Daudi akawa anajiandaa na watu wake 400. To come. Wakaje. To destroy Nabal. Wakamharibu na kumwangamiza Nabali. And not only Nabal. Na si Nabali pekee. Even Abigail. Hata Abigaili. And all the servants. Na watumishi wote. Because David had told Abigail. Na kwa sababu Daudi alikuwa ameambia Abigaili. That God deal with me. Kwamba Mungu anishughulikie. If by morning. Kwamba kama itafika asubuhi. I will have put everything to death. Ningekuwa nimeua kila kitu. Because he was coming in anger. Kwa sababu alikuwa anakuja kwa hasira. Now listen to what wisdom did. Basi sikiza kile hekima ilifanya. Wisdom. Hekima turned that tongue that was causing anger opposite. Iliweza kubadilisha ule ulimi uliosababisha hasira kinyume. And in verse 18, na katika mstari wa 18, the Bible says, Biblia inasema that Abigail acted very quickly. Kwamba Abigaili akatenda kwa haraka. Because wisdom, kwa sababu hekima, will move very quick. Itaweza kuenda kwa haraka sana. To stop death. Ikaweze kuzuia kifo. Wisdom, hekima, will move very fast. Itaenda kwa kasi sana. To resolve the issue. Ili kwamba isuluhishe jambo. Wisdom, hekima, knows when to move. Inajua mahali itaelekea. Wisdom, hekima, knows when to act. Inajua mahali itatenda. Wisdom, hekima, knows when to respond. Inajua mahali pa kuitikia. Wisdom, hekima, knows when to keep quiet. Inajua mahali pa kunyamaza. And when to speak. Na mahali pa kuongea. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Tukufu kwa Mungu. And so one of the servants, hivyo basi mtumishi mmoja, was listening. Akawa anasikiliza. And he went and he told Abigail. Na akaenda na kumwambia Abigaili. I think this servant, nadhani huyu mtumishi must have known that Abigail was a wise woman. Alikuwa anajua kwamba Abigaili ni mtu wa hekima. He told Abigail. Akamwambia Abigaili. That when we were in desert. Kwamba wakati tulikuwa kwenye jangwa. David protected us. Daudi alitulinda. David his men did not even do any harm to us. Kwamba hata watumishi wake hawakututenda lolote ovu. We were safe because of David. Kwamba tulilindwa kwa sababu ya Daudi. But now, lakini sasa, he has just sent his men to come and ask for some food. Ametuma tu watumishi wake wakuje waombe chakula. And your husband, na mume wako, has spoken very bad. Ameongea vibaya. Your husband, mume wako, has spoken very bad. Ameongea vibaya. Amen. Amen. Because your husband, kwa sababu mume wako, nobody can talk to him. Hakuna mtu anaweza kumuongelesha. Nobody can advise him. Hakuna mtu anaweza kumpa wosia. Does not listen to anyone. Hasikilizi yeyote. Oh, this is boldness. Hii ni ujasiri. How do you face a woman and speak and tell her the truth about his husband? Inakuacha uweze kwenda kwa mwanamke na umwambie vile ukweli kuhusu mume wake. Amen. Amen. For the sake of others to live. Ili tu kwamba wengine waishi. How do you face a couple who face a man? Inakuacha uweze kukabiliana to counter ili kwamba ukabadilishe the tongue ule
ulimi that is going to bring death. ambao unaleta kifo. This is boldness. Hiyo ni ujasiri. Hallelujah. 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 Oh, glory be to God. Utukufu kwa Mungu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. You know, sometimes Unajua wakati mwingine wisdom hekima and boldness na ujasiri are intermarried. iko pamoja. Amen. Amen. They know when to take risks, Inajua wakati wa kuenda kwa hatari, to speak the truth wakati wa kuongea ukweli for the sake kwa ajili of others, ya watu wengine, for the sake of ourselves, ili kwa ajili yetu, for the sake of our future. kwa ajili ya hatima yetu. Amen. Amen. And then when he spoke, Na wakati aliongea, just left the matter to the woman to decide. akaachia tu mwanamke mwenyewe aamue. Amen. Amen. Because let me tell you, Lakini wacha nikwambie, wisdom hekima will help you itakusaidia to know ujue what God has done in your life. kile ambacho Mungu amefanya katika maisha yako. Wisdom Hekima will help you itakusaidia to identify kutambua people's strength. uweza wa watu. Amen. Amen. Wisdom Hekima will help you itakusaidia to recognize kutambua who God has used in your life. nani ambaye Mungu ametumia katika maisha yako. That is wisdom. Hiyo ni hekima. Wisdom will not let you overlook Hekima haitakufanya uweze kudharau some simple and little effort vitu vidogo vidogo ambavyo that others has contributed in your life. ambavyo watu wamechangia katika maisha yako. Failure to do that, Unapokosa kufanya hivyo, it is foolishness like Nabal. ni upumbavu kama Nabali, Because kwa sababu you will begin to reason like Nabal. utaanza kufikiria kama Nabali. You know nobody. Haujui yeyote, Even the people that has helped you, hata wale watu wamekusaidia you don't care. haujali. Amen. Amen. How you speak, Vile unavyoongea, you don't know whom you're talking about. haujui ni nani unaongea kuhusu. It's lack of wisdom. Ni kukosa hekima. Wisdom make you not to know who is your mother, Hekima itakufanya ujue nani ndiye mama yako, how to speak to your dad, vile unaweza kuongea na baba yako, and even how to recognize age. na hata kutambua umri. Praise God. Bwana And sifiwe. how to recognize anointing. Na vile unavyoweza kutambua upako, Because wisdom kwa sababu hekima will help you to itakusaidia recognize direction that God is taking. kutambua mwelekeo ambao Mungu anauchukua. Hallelujah. Haleluya. Wisdom will make you know that God is with David. Hekima itakufanya ujue kwamba Mungu yu pamoja na Daudi. Wisdom will make you know that what David did was because the hand of God is on David. Hekima itakuwezesha ujue kwamba kile Daudi alifanya ni kwa sababu mkono wa Mungu ulikuwa juu ya And Daudi. when you are wrestling against David, Na wakati unapigana na Daudi, you are wrestling against na David. wakati unainuka na kinyume na Daudi, You are wrestling against God. unainuka kinyume na Mungu. Amen. Amen. You are trying to beat the hand that fits you. Unajaribu kuuma ule mkono uliokulisha wewe. That is foolishness. Huo ni upumbavu Like Nabal. kama Nabali. Praise God. Bwana asifiwe. So the servant recognized what Nabal did not recognize. Hivyo basi mtumishi akatambua kile ambacho Nabali hangetambua. Amen. Amen. He knew Alijua that it was because of David. kwamba ilikuwa ni kwa sababu ya Daudi That is why they were safe. ndiposa walikuwa salama. He knew Akajua that the prayer of David, kwamba maombi ya Daudi, was answered by God. yalijibiwa na Mungu. And God was listening to David. Na Mungu alikuwa anamsikiliza Daudi. Because the Bible says Kwa sababu Biblia inasema that Nicodemus, when he came to Jesus, kwamba wakati Nikodemo alimjia Yesu, he told Jesus akamwambia Yesu that the work that thou art doing, kwamba ile kazi unayoifanya nobody can do it except God is with him. hakuna awezaye kuifanya pasipokuwa Mungu yupo pamoja naye. And Jesus said, Na Yesu akasema if you don't believe in me, kwamba iwapo hutaniamini, then believe in the miracles. wasiamini miujiza, Because the miracles kwa sababu miujiza are a result of the things that God is doing. ni matokeo ya vile vitu Mungu anavyovitenda. Hallelujah. Haleluya. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. You must recognize the hand of God Lazima utambue mkono wa Mungu on the people God is using. kwa wale watu Mungu anatumia. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. And they told Abigail, the Bible says Abigail did not waste any time. Na kwamba Biblia
kidogo. She did not even tell her husband. Hata hakumwambia mume wake. She mobilized. Aliweza kuweka watu pamoja. The food and the bread. Chakula na mikate. And everything. Na kila kitu. And she put together. Na akaweka pamoja. With herself. Na yeye mwenyewe. And she was on the way going to meet David. Na akawa kwenye njia kwenda kukutana na Daudi. Because this one is urgent. Kwa sababu hii ni ya dharura. Amen. Amen. This one is urgent. Hii ni ya dharura. We must meet him before he meets us. Lazima tukutane na yeye kabla akutane na sisi. Yes. Because death is coming. Kwa sababu kifo kinakuja. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. She did not tell her husband. Hakumwambia mume wake. Because fools, kwa sababu wapumbavu, like arguments. Wanapenda kubishana. And when they're arguing, na wakati wanabishana, they don't know that the time is running out. Hawajui kwamba muda unayoyoma. Amen. Amen. So sometimes, hivyo basi wakati mwingine, you overlook and you move. Unaachana nayo na unaendelea. They will get to know the meaning later. Watakuja kujua maana baadaye. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. Sometimes you just keep quiet and do what you think you need to do. Wakati mwingine unanyamaza tu na unafanya kile unafikiria unafaa kufanya. Don't get into the stupid arguments. Usiingie katika malumbano ya kipumbavu. And stupid reasoning. Na katika kufikiria kwa kiupumbavu. Praise God. Amen. Move on. Endelea mbele. And save your life. Na uweze kuokoa maisha yako. Move on. Endelea mbele. And save your children. Na uokoe watoto wako. Move on. Endelea mbele. And save your future. Na uweze kuokoa. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory be to God. Utukufu kwa Mungu. This is what she did. Hiyo ndiyo alifanya. She met David. Akakutana na Daudi. And she went on her knees. Na akaenda kwa magoti. With the bread. Na mikate. That David had asked. Ambayo Daudi alikuwa ameomba. She carried with it. Akabebana nayo. With her servants. Na watumishi wake. And she spoke to David. Na akaongea na Daudi. To nullify that word. Akaweza kuharibu yale maneno. You know what wisdom will do? Unajua hekima itafanya nini? People talk. Kwa sababu watu wanaongea. They don't even know how they are hurting others. Hata hawajui vile wanaumiza wengine. The Bible says that fools talk and they don't even care how they are hurting others. Biblia inasema kwamba wapumbavu wanaongea na hata hawajali vile wanaumiza wengine. This is why Isaiah chapter 50 verse 4, Isaiah said that you instruct my tongue. Isaiah anasema kwamba unaamuru ulimi wangu. You instruct my tongue. Unafunza ulimi wangu. To speak the word that sustain the way. Kwamba unanena maneno ambayo yanadumisha afya. Amen. Amen. Morning by morning you open my ears to hear that it's being taught by the Spirit. Asubuhi unafungua masikio yangu nikafunzwe na Roho. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. In other words, the Spirit of God teaches me wisdom. Kwamba kwa maneno mengine Roho wa Mungu ananifunza. I hear the echo of wisdom in my ears. Ninasikia sauti ya hekima katika masikio yangu. And I store them in my eardrum. Na ninayaweka katika sikio langu la ndani. And then you say like David said. Na unasema vile Daudi anasema. In the book of Psalms 19 he said that may the meditation of my mind. Kwamba kutafakari kwa akili yangu. And the words of my mouth. Na maneno ya mdomo wangu. Be pleasing unto you. Kwamba yakawa ya kupendeza kwa Mungu. Oh my God. Oh Mungu wangu. Hallelujah. Hallelujah. And she spoke. Na akaongea. She blessed David. Akambariki Daudi. She told David. Akamwambia Daudi. I know you are a man of God. Najua wewe ni mtu wa Mungu. I know you have a future. Najua una hatima nzuri. I know God is going to give you success. Najua Mungu anakupa ushindi. I know you have a kingdom. Najua una ufalme. And even though. Na hata kama. You needed the bread. Ulihitaji mkate. It is not that you are a poor man. Si kwamba wewe ni mtu maskini. It was just an opportunity for my husband. Ilikuwa tu fursa kwa mume wangu. To get associated with the doing of God. Akaweza kuunganika na kazi ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. It was just an opportunity for my husband. Kwamba ilikuwa tu fursa kwa mume wangu. To compensate back. Akaweza kukulipisha. What God had done through you by protecting him. Kile ambacho Mungu alikuwa amefanya kupitia kwako kwa kumlinda. Because the people who are good to you. Kwa sababu kwa watu walio wazuri
kwako. Sometimes they may ask you for help. Wakati mwingine wanaweza kukuomba msaada. Amen. Amen. It's not because they're poor. Sio kwamba wao ni maskini. It's because God is giving you opportunity to test you. Ni kwa sababu Mungu anakupa fursa akujaribu. Amen. Amen. To test you. Akujaribu. If you remember His goodness. Kama unakumbuka wema wake. Where you have come from. Mahala umetoka. It's just an opportunity. Ni fursa tu. It is just an opportunity. Ni fursa tu. Because if you don't act, kwa sababu kama hautatenda, God will act on their behalf. Mungu atashughulika kwa niaba yao. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. And before you know it, na kabla ujue, God will have solved it. Mungu atakuwa tayari By ameisuluhisha using other sources. kwa kutumia njia zingine. So we need to know how wisdom help us to take the opportunity. Hekima inatuwezesha kuchukua fursa. Even in giving. Hata katika kutoa. Wisdom help us to take the opportunity. Hekima inatupa fursa ya kuchukua wakati wa kuchukua fursa. Because if you claim you have wisdom. Kwa sababu kama unasema una hekima. And that wisdom cannot help you to know the opportunity. Na kama hiyo hekima haikuwezeshi kujua fursa. To compensate back. Ukaweza kulipia. When is required of you. Wakati unahitajika. Then you are a fool. Hivyo basi wewe ni mpumbavu. And also the way you speak. Na vile pia unavyoongea. You can either speak like a fool or speak like a wise person. Unaweza aidha kuongea kama mpumbavu ama uongee kama mtu wa hekima. Amen. Amen. So she told David. Hivyo basi akamwambia Daudi. She told David. Akamwambia Daudi. I know. Ninajua. God will give you success. Mungu atakupa ushindi. And when God has given you success. Na wakati Mungu atakupa ushindi. Please. Tafadhali. Remember your servant. Kumbuka mtumishi wako. What does this mean? Inamaanisha nini? Wisdom. Hekima is a discernment. Ni kitu ni kupambanua. Wisdom. Hekima will make you know. Itakufanya ujue. Amen. Amen. Where God is. Mahala Mungu wako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Wisdom. Hekima will help you know. Itakusaidia kujua who is with God. Nani aliye na Mungu. Wisdom. Hekima will make you discern. Itakusaidia upambanue. The spirit of God in a prophet. Roho wa Mungu katika nabii. The spirit of God in anybody. Roho wa Mungu katika mtu yeyote. You can tell this is God. Unaweza kusema huyu ni Mungu. Hallelujah. Hallelujah. So this is what Abigail did. Hiyo ndio basi Abigaili alifanya. This is why she is called a woman of wisdom. Hii ndio sababu anaitwa mke wa hekima. Mwanamke wako. Mwanamke wa hekima. Wabo? Busara. Busara. That is hekima, sio? Yeah, this one and the same. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you this, church. Wacha niwaambie hili kanisa. God has given you wisdom. Mungu amekupa hekima. And if you don't have it, ask God for wisdom. Na kama hauna, omba Mungu akupe hekima. And don't only ask once, ask again and again. Na usiombe tu mara moja, omba mara kwa mara. Wisdom, wisdom, wisdom. Hekima, hekima, hekima. Because wisdom will build you. Kwa sababu hekima itakujenga. And wisdom will build the people around you. Na hekima itajenga watu walio karibu na wewe. The people who are not Solomon. Watu waliokuwa karibu na Suleimani. Even the queen of Sheba. Hata malkia wa Sheba. Recognized that they were so much blessed. Alitambua kwamba walikuwa wamebarikiwa sana. Because they hear the wisdom of Solomon every day. Kwa sababu wanasikia hekima ya Suleimani kila siku. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wisdom will make you stop death. Hekima itakusaidia uzuie kifo. Wisdom will help you stop God's judgment. Hekima itakusaidia uzuie hukumu ya Mungu. From afar. Kutoka mbali. Hallelujah. Hallelujah. Because the Bible says. Kwa sababu Biblia inasema. A wise man will see the road and say this is dangerous. Mtu mwenye hekima will see danger and ataona hatari and
and then divert. na akaweze kubadili But the njia. foolish one will keep on going until he's destroyed. Lakini mpumbavu ataendelea aende mpaka huko na aribiwe. Amen. Amen. I need more of his wisdom. Ninahitaji zaidi ya hekima yake. Hallelujah. Haleluya. Abigaili. What make her to be a wise woman? Kile kinachomfanya kuwa mwanamke mwenye busara Is also because she saw that God will establish David. Aliona kwamba Mungu ataweza kumnawirisha Daudi. Because if you see the beginning of chapter 25, the Bible begins by introducing the death of Samuel, who had anointed David early. Ukiona mlango wa 25 Biblia inaanza na kumtambulisha Samueli aliyempaka mafuta Daudi. The death. Kifo chake. And then from verse 2 it's shifting the transition. Na kutoka mstari wa 2 inabadilisha to David. Kwenda kwa Daudi. In other words, kwa maneno mengine, wisdom help Abigail to know that is the time of transition. Hekima inamsaidia Abigaili, anatambua kwamba ni wakati wa mabadiliko. Amen. Amen. And that transition, David is the man of the hour. Na haya mabadiliko, Daudi ndiye mtu wa wakati huo. And she did not want to disassociate herself with the move of God. Na hangetaka kujiondoa katika mwenendo wa Mungu. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. Please let me tell you. Wacha niwaambie. In all your plans, katika mipango yako yote, I know you might be smart in planning for your future. Najua unaweza kuwa uko sawa sana katika kupanga mambo yako ya mbeleni. Please. Tafadhali. Work your plans around the kingdom of God. Panga mipango yako karibu na ufalme wa Mungu. Around. Ukiwa katika ufalme wa Mungu. Let your plans go around the kingdom of God. Fanya hiyo mipango iwe katika ufalme wa Mungu. And you will have a future. Na utakuwa na maisha ya mbeleni. Amen. Amen. But if in your plans you don't have any room for God. Lakini katika mipango yako iwapo hauna nafasi yoyote ya Mungu, you may end up like Nabal. Unaweza kuishia kuwa kama Nabali. Who accumulated a lot of wealth. Ambaye alikuwa amesanya mali mingi sana. And he died with a stroke. Na akaweza kufa. Stroke. Kupooza. Kupooza ni unajua maana. Hallelujah. Because when Abigail came, kwa sababu wakati Abigaili alikuja, after he had blessed David, baada ya kumbariki Daudi, and David had received all the blessings, na Daudi amepokea baraka zote, and David recognized and said that you've done a good thing, na Daudi akatambua akasema umefanya kitu kizuri, and David told her, now go in peace, na Daudi akamwambia nao enenda kwa amani. And when he came back home, na alipofika nyumbani, the husband was having a banquet, kwamba mume alikuwa na sherehe like a king, kama mfalme for himself, kwa ajili yake mwenyewe. What was like that? Mpaka alikuwa amelewa. You are drunk and the death is coming. Umeelewa na kifo kinakuja. Foolishness. Upumbavu. Praise God. I was just enjoying my wealth. Kwamba nilikuwa nafurahia tu mali yangu. My sweat. Jasho langu. Narudishia mwili asante. And you're going to die. Na unaenda kufa. Because of your words. Kwa sababu ya maneno yako. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Let me tell you something, you born again Christian. Wacha niwaambie kitu wa Kristo. Please. Tafadhali. Be careful the way you speak. Be careful the way you speak. Kuwa makini vile unavyonena. And if you realize that you are a slip of a tongue. Na unapotambua kwamba mahala ulimi umeteleza, please act quickly. Tafadhali tenda kwa haraka. Act. Tenda. Act meaning react. Ni kutenda yani. Yes. Kwa haraka. Before that comes. Kabla ya kifo kikufikia. Because some people will not take it easy. Kwa sababu watu wengine hawataichukulia rahisi na wewe. But you know what Abigail did? Lakini unajua kile Abigaili alifanya? She did not only stop David from coming to destroy her home. Si kwamba
alizuia tu Daudi kuja kuharibu nyumbani kwake, but she also helped David not to act in anger. lakini pia alimsaidia Daudi asitende katika hasira. Oh, glory be to God. Tukufu kwa Mungu. Wisdom Hekima does not only help you for yourself, si kwamba inakusaidia tu wewe but it's kibinafsi, also helping your opponent. lakini pia inasaidia yule mpinzani wako. Because David said, I'll act in anger. Kwa sababu Daudi anasema ningetenda kwa hasira. So in other words, Hivyo kwa maneno mengine, your words maneno yako may bring you death inaweza kukuletea kifo and can also cause guilt to the opponent. na inaweza pia sababisha You hukumu. could be the kwa yule reason, mwingine. you could be the reason of judgment to your opponent also. Inaweza kuwa wewe ndiye sababu ya hukumu kwa yule mwingine pia, Because kwa sababu Abigail's reaction Abigaili vile alivyotenda helped David ilimsaidia Daudi also not to sin against God, ili kwamba asitende dhambi kinyume na Mungu, to give God a room ili kwamba ampe Mungu nafasi, for vengeance. ili kwamba mwenyewe aweze kulipiza Yes, kisasi, because God is a God of vengeance. kwa sababu ilikuwa ni God is God of vengeance. kwa sababu Mungu ni Mungu wa kulipiza kisasi. Yes, that's what the Bible tells us. Hilo ndio Biblia inatuambia. Hallelujah. Hallelujah. So he took this woman Na hivyo basi akamwambia huyu mwanamke, to help David realize God ikamfanya Daudi atambue Mungu, and also to help David not to destroy her home. na pia isaidie Daudi asiharibu boma lake. Wisdom. Hekima. Because she told David, Kwa sababu alimwambia Daudi don't act because of this man. kwamba usitende kwa sababu ya huyu mtu, Then she reminded David na akamkumbusha Daudi of the anointing that David has been anointed. kwa ajili ya upako ambao Daudi alikuwa amepakwa, And God is going to establish David. na kwamba Mungu anaenda kumunawirisha Daudi. So it's not good for you to come and do a bloodshed. Hivyo basi si vizuri ukuje na kumwaka damu. You are a good man. Wewe ni mtu mzuri, You have been known to be a good man. wewe umejulikana kuwa mzuri, And you are going far. na unaenda mbali. Don't let this simple thing Usifanye kitu kidogo destroy your reputation. ikaharibu sera zako nzuri. Amen. Hallelujah. Oh, glory be to God. Utukufu kwa Mungu. So that David would give a room to God Ili kwamba Daudi akapeane nafasi kwa Mungu, to deal with Nabal. akaweza kumshughulikia And that is what happened. na hiyo ndio ilitokea, Because when the woman came back, kwa sababu wakati mke alirudi, the Bible said that that evening he could not talk to the man because the man was drunk. kwa Biblia inasema kwamba hiyo jioni hakuongea na mume kwa sababu alikuwa amelewa. Because wisdom will help you to know the right time to talk to somebody. Kwa sababu hekima itakusaidia kujua wakati mzuri wa kuongea na mtu. Oh, glory be to God. Utukufu kwa Mungu. The Bible says she waited until he was sober in the morning. Biblia inasema akangoja mpaka wakati alikuwa ile pombe imemondoka asubuhi. Oh, glory be to God. Utukufu kwa Mungu. He was sober. Wakati ako katika akili zake So vizuri, that you can impact the injection of wisdom. ili kwamba ukaweza kumfikishia ile sindano ya hekima. Amen. Amen. The problem is not about you have spoken a good advice. The problem is, was it the right time? Shida si kwamba umeongea wosia mzuri. Shida ni uliongea kwa wakati ufaao. Wisdom help you to know the environment. Hekima itakusaidia ujue mazingira. Wisdom help you to know the moods. Hekima itakusaidia ujue yale majeraha. And if the mood is not there, wisdom can help you to create the mood. Na kama hakuna kidonda ama jeraha pale, Mood. kama hakuna hali, Yes. hekima itakusaidia utengeneze hiyo hali. Oh, glory be to God. Mtukufu kwa Mungu. Because Kwa sababu it's not about mimi nilisema tu. It's about did it have any impact? si kuhusu uliongea, iliweza kuwa na kazi katika wakati huo. Did it bring forth any good result? Ilileta matokeo yaliyo mazuri, Because wisdom must bring good result. kwa sababu hekima lazima itoe matokeo mazuri. Hallelujah. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. So that is what she did. Hiyo ndio aliyofanya. And then she left the matter with Nabal. She never accused him, she just left the matter. Akaacha tu hiyo hadi na Nabali hakuweza kumhukumu. And that is how Nabal died.
Na hivyo ndivyo Nabali alikufa. Amen. Amen. Why did Nabal just die because of by the word of wisdom? Kwa nini tu Nabali akakufa tu kutokana na neno la hekima? Because the Bible says he became like a stone. His heart became like a stone. In other words, he got struck. Kwamba moyo wake ulikuwa kama jiwe. Kwa maneno mengine ni kwamba moyo wake ulipigwa na ufu. Why? Kwa nini? Because the words of wisdom, kwa sababu maneno ya hekima injected in your spirit, wakati yanadungwa katika roho yako, will either change you, ni aidha ya kubadilishe or destroy you. ama ya kuharibu. Maybe you didn't hear me well. Pengine hujanisikia vizuri. Let me put it like this. Wacha niilete hivi. If someone spoke to you sense, kama mtu alikunenea jambo la umuhimu, with the anointing of God upon him, na kwa upako wa Mungu juu yake, with the power of God upon him, na nguvu za Mungu juu yake, you must change. lazima ubadilike. But if you are not willing to change, lakini kama hauko tayari kubadilika, you will die. Utakufa. Because the words, kwa sababu maneno, will not be eternal to you, hayatakuwa ya kudumu kwako, but they will eternal life. They will not bring eternal life. Hayataleta maisha ya milele kwako, but it will bring judgment. Lakini yataleta hukumu. Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The word of God, neno la Mungu, is either bringing conviction to repentance, ni aidha ya kuletea kule kushawishika kwa kutubu, or ama the time has come. Wakati umefika. The time has come. Wakati umefika. Either you repent, pengine utubu, or you die. Ama ufe. That's all. Hiyo ni hivyo. That's what happens. Na hiyo ndio kifo. That's how God works. Hivyo ndivyo Mungu anafanya kazi. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory be to God. Utukufu kwa Mungu. The power of wisdom. Nguvu ya hekima. The power of wisdom. Nguvu ya hekima. As a woman. Kama mwanamke. As a husband. Kama mume. As a woman. Kama mwanamke. Be like Solomon. Kuwa kama Suleimani. As a woman. Kama mwanamke. Be like Abigail. Kuwa kama Abigaili. Power of wisdom. Nguvu ya hekima. It took the queen of Sheba, iligharimu malkia wa Sheba, to come just to see, iache tu aone, the wisdom in Solomon. Hekima iliyo ndani ya Suleimani. Amen. Amen. It took Abigail, ikamgharimu Abigaili, to come to meet David, akaja akutane na Daudi. Amen. Amen. With the word of wisdom. Na neno la hekima. You see the difference with the comparison. Na unajua hii ndio tofauti ya hizi mbili. See the difference. Unaona tofauti. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Stand up. Finish. The name of Jesus. God bless you, Pastor Ann.